Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali. Katika mfululizo au katika ukumbusho wa elimu za namba na faida zake na pia hasara. Hasara za kutojua elimu ya namba ni kutokujua maisha yako, yani kutokujua ni kitu gani unatakiwa kufanya kwa wakati gani, na ni kitu gani ambacho unatakiwa kukiacha na kusubiria ili ufanye kwa wakati gani. Hizi ndio hasara kubwa ambazo tunazopata katika maisha. Lakini miongoni mwa faida za elimu ya namba ni kukuonesha uhakika wa wakati gani jambo unatakiwa kufanya, na kukuonesha uhakika wakati gani jambo ambalo unaweza kuacha. Kwa hiyo ni faida. Yani faida ni wakati ule unataka kufanya, na hasara ni wakati ule ambao umetakiwa usifanye. Lakini ikiwa hujui elimu za namba, na elimu za namba sio ujue wewe. Elimu za namba yatakiwa waone wataalamu wakusaidie, kwa sababu wana upeo mkubwa wa kukuelewesha na kuweza kujua. Katika maisha yetu kuna mgawanyiko wa sehemu takriban 3. Ya kwanza ni ule muda ambao unaozaliwa. Ina maana kuna tarehe, kuna mwezi, kuna mwaka. Zile ni namba. Ya kwanza huwa ina mzunguko katika maisha yako ya kujua ni wakati gani uanze kitu fulani, wakati gani unatakiwa ufanye kitu fulani, wakati gani. Kadiri ya mzunguko unavyoendelea, kama masiku vile yanavyozunguka. Leo ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa na Jumamosi. Kwa hiyo maisha yanaenda kila siku kwa siku hizo 7. Ni mzunguko. Ukija katika miezi, maana yake utaipata kuna January, February, March, April, May, June, kuna July, kuna August, September, October, November na December. Huu ni mfumo ambao unaendana na mahesabu. Hata ukija kwenye miaka ya Kiarabu utapata kuna Muharram kwa wale watakaoanzia kwa hesabu ya mwezi huo, lakini kuna ile ya kuanza kwa Shawwal, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, kuna Safar, kuna Rabiul Awwal, kuna Rabiul Thani, kuna Jumadal Ula na kuna Jumadal Akhar, Rajab, Shaabani na Ramadhani. Taib, utaratibu huu ni utaratibu wa mahesabu ya kujua kwamba wewe ni nani. Wewe ni nani ni pale utakapoanza kwenye ile hesabu ya kwanza. Na hesabu ya kwanza ni pale utakapokuwa umeanzisha. Na hii ni mfumo wa maisha yote, wa jambo lolote. Kujua mtu mmoja mmoja, kujua taifa, kujua shamba ulivyolianza, kujua michezo mbalimbali, mipira, volleyball, table tennis na chochote, riadha, hata kumjua mpinzani wako, jinsi gani mtakavyokuwa, yote yanahusisha na elimu ya nini? Ya namba. Taib, ni kundi la kwanza. Na kundi la pili ambalo litaendana na kujua, maana ile zodiac ni yale makundi ya burji. Yani mfano ukasema nyota ya kondoo, nyota ya ng'ombe, nyota ya mapacha, nyota ya kaa, nyota ya simba, nyota ya mashuke, nyota ya mizani, nyota ya nge, nyota ya mshale, nyota ya mbuzi, nyota ya ndoo na nyota ya samaki. Hizi zinaitwa zodiac. Taib, kwa nini zinaitwa zodiac? Zina hisabu zake ambazo zitahusisha jua. Kuna darasa moja nilisema katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ash-shamsu wal-qamaru bihusbani. Kwamba jua na mwezi huwa vina hisabu 2. Sasa zodiac ambazo ni hizi burji au nyota hizi 12 ziko katika mfumo wa hisabu ya jua.
Tayib. Kwa sababu niko katika lengo la kueleza umuhimu wa namba. Wewe nimesema hautojua kwa kiwango kikubwa, ila unataka ujue tu faida za elimu ya namba zinakusaidia nini katika maisha yako. Na hii wala huwa haina migogoro katika kiakili, kwamba kwa nini anayejua amekosea, siyojua amepatia. Hapana. Kuna wengine wanasema hii kwa imani ya dini haifai. Hapana. Hii inachoeleza ni elimu ya hisabu. Sasa utakavyoitumia ndio itategemea inakupeleka nje ya ile imani yako. Kwa hiyo alafu kuna hisabu, niko kwenye kundi la pili, maana nimetaja hisabu za maisha yako zitakusaidia katika makundi matatu. Nikawa nimetaja la kwanza ni ile tarehe uliozaliwa, ambapo tunaangalia kuna tarehe, kuna mwezi na mwaka. Huwa inakutengenezea hesabu ambayo utakuwa umeanza nayo ili upate kujua mzunguko wako wa maisha yako. Tayib. Na ya pili nikawa nimekuja katika burj au zodiac au hizi nyota 12. Na hapa kwenye kundi la pili kuna hisabu za kuangalia mwezi. Mwezi huu ambao tunauona usiku juu una vituo. Sasa kwa wale watu wa elimu ya astronomia, hiki ninachokieleza wananielewa vizuri. Mwezi una tabia ya kuhama kituo kwenda kituo kingine. Na kwenye jua huwa inahama kwa mwezi. Yaani mwezi sio mwezi kwamba wa moon. Yaani inaendana kwa month. Yaani kwa maana siku 30 ni mwezi kwa hesabu za jua. Lakini mwezi kama mwezi wenyewe unakwenda kwa kila siku. Siku moja inakuwa ina vituo kwa siku moja. Kuna utaratibu wake wa kuyapeleka mambo kama haya. Kwa hiyo naishi hapa kwa kutaka kukwambia kuna makosa unayoyafanya kwa kutojua mzunguko kupitia namba zako. Tayib. Kuna kitu kingine ambacho tunaita hii hapa universal year, ni kutaka kujua mwaka huu ukilinganisha na ile tarehe yako ya kwanza ambayo tunasema ni destiny. Unataka kuangalia ni nini unatakiwa kufanya. Ukienda tofauti manake utakuwa unaharibu mambo yako. Na inatakiwa ujue wakati fulani inatakiwa nifanye kitu fulani na utakuwa umeenda sahihi. Kama vile tunavyokuwa tunaangalia usiku na mchana. Hakuna mtu anakwenda tofauti, yani mchana akaugeuza uwe usiku au usiku mtu akataka kugeuza uwe ni mchana, haitawezekana. Kwa hiyo kwa vyovyote takavyokuwa, kwa hizi hisabu zinazohusisha maisha yetu lazima uendane nazo. Kwanza ukisahau haina maana ndo zitabadilika. Lakini pia hata kubadilisha huwezi, hautabadilisha. Kama ulikuwa ni kwenye namba 1 utakuwa ni namba 1. Namba itakayofuata itakuwa ni namba 2. Ima umeijua, umeisahau au hata hauijui, haitabadilika. Baada ya 1 itafuata ni 2. Tayib. Katika kuyajua haya yana faida nyingi kuelekea katika mambo yetu ya kiuchumi, biashara, masomo, afya, kazi, ina mambo mengi. Kwa hiyo tukiyajua haya yanakuwa yanatusaidia kupata uwepesi wa maisha yetu ya kila siku. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wa elimu za nyota na elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali. Asanteni sana.